JP 2025 tupo na mkurugenzi masoko bodi ya utalii Bwana Ernest, kwa sababu kumekuwa kuna wingi wa wageni kutoka sehemu mbalimbali, na tukaamua tupate mtu ambaye ataweza kuelezea wageni wameingia vipi na utaratibu ulikuwa vipi wa shughuli nzima hii kwa watu ambao sio raia wa Tanzania. Kiongozi, habari yako? Nzuri kabisa, nashukuru sana. Kwa kweli leo ni siku ya furaha. JP 2025 ni siku kubwa, si tu kwa familia ya Jux na mke wake, lakini kwa Tanzania nzima. Tunakumbuka kwamba shughuli kama hii kwa kuwa imeunganisha zaidi ya nchi moja, tuna Tanzania na wenzetu wa Nigeria. Sasa kulikuwa kuna utaratibu ambao ulibidi ufuatwe, na hawa waandaaji kwa kweli walitufuata bodi ya utalii Tanzania kwa kujua umuhimu wa bodi ya utalii Tanzania, kwa kuwa wageni wanapokuja wengi kiasi hiki, basi na utalii nao unaingia ndani yake. Sasa kwa kweli ombi lilikuwa ni moja, kwamba namna gani tunaweza tukarahisisha ujio wao kwa maana ya taratibu zetu za uhamiaji. Kwa mfano, kwa kweli nitoe pongezi nyingi sana kwa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa idara zake zimefanya kazi vizuri. Tushukuru kipekee kwa Commissioner General wa uhamiaji Dr. Anna Makakala, lakini vile vile na balozi wetu wa Tanzania kule nchini Nigeria pale Abuja, Mheshimiwa Celestine, walifanikisha sasa kurahisisha ujio wa wageni wetu hawa. Kwa mfano, walifanikiwa kupata ile hadhi ya visa on arrival badala ya visa rejea. Sasa hii imekuwa na unafuu mkubwa, na tuliona kwamba walishukuru na ndani kwa wameshukuru serikali ya Tanzania kuweza kutambua umuhimu wa wingi wa wageni hao walivyokuja Tanzania. Sasa interest kubwa kwa kweli kwa Tanzania ni kuona kwamba tunapata makundi makubwa kama haya. Kama tulivyosema ni kwamba tulipata wa Nigeria ambao waliungana na wageni wengine kutoka nchi 9 hapa Afrika, na wengine kutoka Canada, Uingereza, kulingana na umaarufu wa Bwana Jux na mke wake. Na kati ya wageni wale si tu kwamba ni wingi wa wageni hao zaidi ya 100, lakini kuna watu maarufu wengi. Tuliona wale wakucheza sinema, filamu walikuja pale na nini. Kwa hiyo na kwa kweli wamefurahia, wakifurahia wana share experience. Sasa wakitapo share experience katika social media zao, hiyo ndio mtaji wa Tanzania, kwa maana sasa mmoja anaposhare anapata makundi yanayofollow na unapata hamu. Kwa kweli wamekuja Tanzania, tumefurahi, tumejipanga. Tumeona kwamba biashara imekuwa kubwa, na bodi ya utalii Tanzania inatoa wito tena kwamba wenyeji wale wakaribisha na wageni wenyewe basi wachukue muda nao kwenda kuenjoy utalii halisi. Baada ya sherehe watakuwa na siku 2-3 Tanzania. Kwa kweli waende maeneo mbalimbali. Wakitaka kwenda Arusha ni sawa, wakitaka kwenda Bagamoyo hapo kuna Sadani ni sawa, wakitaka kwenda Mikumi, makumbusho taifa, wapande pale kuna Simba, wanyama wote wapo. Lakini kuna beach nzuri kweli kweli. Zanzibar je? Yes, kwa tunasema kwamba Tanzania ina kila kitu. Na kwa nini ina kila kitu? Ndio maana sasa Tanzania imefanikiwa kushinda zaidi ya Nigeria yenyewe, pamoja na ukubwa wake na utajiri na nini, lakini kwa maana ya ubora wa vivutio vyake, huduma za utalii, hakuna anayefikia Tanzania. Afrika yote izunguka, kwa maana kwamba tumepata kwa mfano zile tuzo za ubora kwa Afrika na nchi za Bahari ya Hindi ni mara dufu. Serengeti peke yake imetokea mara 6, ni bingwa huyo. Kija Ngorongoro, mlima Kilimanjaro, bodi ya utalii Tanzania imeshinda mpaka mwaka jana mara 3 mfululizo. Sasa hii ni kielezo kikubwa sana. Tuna vivutio ambavyo havipatikani sehemu nyingine yoyote duniani, iwe ni viumbe hai, iwe ni mfanyiko wa mambo mbalimbali, iwe ni tunasema kwamba chimbuko la mwanadamu pale Ngorongoro. Kwa hiyo wakija Tanzania kwa kweli unahitaji kuwa na muda wa kutulia, wa kuenjoy maeneo mengi. Na tunaona kwamba tumepata media nyingi, ukiacha watu maarufu, lakini tuna media mbalimbali kutoka duniani. Yes, zote hizi zinapeleka ujumbe katika nchi mbalimbali. Tunafikiri kwamba Tanzania itakuweza kujulikana zaidi baada ya tukio hili. Labda mheshimiwa, kwa yule ambaye afahamu visa arrival, labda iko vipi kwa labda hawa wageni ambao tuko nao, wanaruhusiwa kukaa kwa muda gani na watakaa Tanzania kwa muda gani, labda ndo visa yao itakuwa imeisha? Ni kweli kabisa kwamba katika nchi zina utaratibu mbalimbali. Kwanza mambo ya haya ya uhamiaji na vibali vyake, moja vina gharama na utaratibu na muda wa kuomba mpaka upate. Sasa kutoka ile visa rejea kwenda visa on arrival, tofauti katika maeneo mawili makubwa. Kwanza ni gharama, pengine kutoka mamia ya dola mpaka dola 50, lakini vile vile muda unaoruhusiwa kuomba kabla hujapata kutoka miezi 3 mpaka chini
ya mwezi mitatu, pengine mwezi mmoja. Na hii imerahisisha kwa sababu tukio ilikuwa ni baada ya harusi ile kufanyika pale Nigeria. Wakasema sasa tuje tufanye tena Tanzania. Wangekuwa na utaratibu ule wa visa rejea, muda usingetosha. Na pengine sasa walisema wenyewe kwa kuwa gharama imepungua, wamebakiwa na change mfukoni. Na hiyo wakasema tunapeleka wapi? Kwamba tutaenda sasa kuvinjari. Unaona, kuvinjari na kuspendi hela tuiache hapa Tanzania. Tutakwenda kwenye mahoteli, tutakwenda mpaka kwa mama ntilie. Tumetesti vyakula vya Nigeria ndani na wao wamefurahia sana vyakula vyetu. Tukaambia sasa Tanzania tuna utalii wa vyakula. Tulikuwa na shughuli pale mwezi wa 4 tarehe 26 Arusha. Hii kwa Kiingereza inaitwa gastronomy tourism. Nyinyi wasome mtajua gastronomy market tumbo. Kwa hiyo chakula, utalii wa chakula. Watakula chakula cha Kizaramu, mboga saba zile, mchunga, nini. Kwa hiyo wameahidi kwamba watakuwa busy kuzunguka maeneo mbalimbali kuweza kuona utamaduni, kuona asili yetu ni nini, vyakula, wamecheza na ngoma za kiasili pale ndani. Mwaka 2025 tuseme kwamba hili ndio tukio kubwa ambalo lilitokeza Tanzania mpaka sasa hivi, na nyinyi kama bodi ya utalii mna tamko gani au mna neno gani kwa watu wengine ambao wanatamani kufanya kitu kama hichi kwa nchi nyingine? Kwa kweli kwanza tushukuru uamuzi huu wa Bwana Jux kwamba lisipite kimya kimya, lisipite kinyonge, kwamba serikali sasa iweze kuweka mkono wake. Na unajua kwamba katika mikakati yetu ya utangazaji utalii, hili nafikiri wasanii waelewe vizuri. Wasanii wana nafasi kubwa sana kwa sababu ukiangalia followership katika mitandao yao wao binafsi na mambo wanayofanya ni kubwa sana katika marika yote kwa kweli. Sasa wanaposhirikiana na serikali kupitia bodi ya utalii Tanzania, tunapeleka message kubwa sana kwa Watanzania, kwa maana ya utalii wa ndani, utalii tumeona wa kikanda wa Kiafrika. Kwa hiyo message ni ile moja tu, kwamba TTB iko wazi. Tuko mikoa 4-5 tofauti. Kwa kweli wanapokuwa na matukio makubwa haya yasiende kimya kimya, waje TTB, tutafanya mambo yetu. Na walipokuja hawa wageni wetu kwa mfano wa Nigeria, tulipiga pale mambo makubwa sana pale uwanja wa ndege wa Julius Nyerere. Tukapiga ngoma pale, tukawapa zawadi, tukawapa mavazi yetu, na ikaenda bado kwa kweli. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tumeona ndani kuna wasanii wengi kwa mfano Diamond na wengine wengi. Kwa kweli hawa ni kiungo muhimu cha kupush ule utalii uende mbele. JP 2025.